Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 4, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mwenye heri Barbara Akaria. Barbara alizaliwa mnamo karne ya 16 nchini Ufaransa. Alikuwa binti wa mshauri wa mfalme wa Ufaransa. Angali bado mtoto, alitamani kujiunga na maisha ya wakfu, lakini wazazi wake walitaka aolewe. Alipokea matakwa ya wazazi wake akisema, ikiwa sistahili sababu ya dhambi zangu kuwa mchumba wa Kristo, naweza walau kuwa mtumishi wake. Alipofikia umri wa miaka 17, aliolewa na Petro Akaria, aliyekuwa wakili na Mkristo bora. Walizaa watoto 7, wa kike 3 ambao waliingia utawa kwa masista wa Karmeli, na wa kiume 3 ambao 2 kati yao walifuata mwenendo bora wa mama yao na mmoja akawa kasisi. Barbara alipata changamoto nyingi katika maisha yake. Mali zake ziliibiwa, mume wake alipelekwa uhamishoni na mfalme aliyemchukulia kama mpinzani wake. Hata hivyo, Barbara alikuwa shupavu, kwani alienda mwenyewe mahakamani kumtetea mumewe, akahakikisha mumewe hakuwa na hatia ya uhaini. Mumewe akapata ruhusa ya kurudi kutoka uhamishoni. Ingawa alikuta mali yake imeibiwa, lakini sifa yake ya mwenendo mwema ilibaki. Barbara alikuwa mwanamke mwenye mapendo na huruma kwa watu wote, hasa wahitaji. Aliwapa chakula maskini, aliwarudisha waasi wa imani kwa Mungu, aliwahudumia wagonjwa waliokuwa mahututi, aliwafundisha waasi wa imani na kuwatia moyo watawa wa kila shirika. Baada ya kutokewa na Mtakatifu Teresia wa Avila mara 2, Barbara akaeneza katika Ufaransa shirika la masista wa Karmeli lililokuwa limeanzishwa na Mtakatifu Teresia. Mume wake alipofariki dunia, Barbara akajiunga na utawa wa Wakarmeli na kuchukua jina la Maria wa kutwaa mwili. Alipenda kufanya kazi za ndani katika jumuiya ya watawa alioishi. Aliishi utawani muda wa miaka 4. Alifariki dunia mnamo mwaka 1618 siku ya Pasaka baada ya kupewa mpako mtakatifu. Alitangazwa kuwa mwenye heri mnamo mwaka 1791. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya mwenye heri Barbara Akaria. Mungu ana makusudi na kila mtu kadiri ya wito alioitiwa. Fursa yoyote tulionayo na mahali popote tulipo na kwa hali tulizo nazo, bado tunaweza kumtumikia Mungu kwa uaminifu na kuzaa matunda. Tujitahidi kujua mpango wa Mungu katika maisha yetu na kuutimiza. Watakatifu wengine tarehe 18 mwezi Aprili: Mtakatifu Fridebalda, mwenye heri Barbara Akaria. Utuombee.